Hivyo kwa heshima kubwa na taadhima naomba nimkaribishe. Karibu sana kwa ajili ya kusoma wasifu wa Profesa Philemon Sarungi. Karibu sana. Karibu sana juu. Habari za asubuhi, wakubwa wangu shikamoni, vijana wenzangu na wasalimia. Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nawashukuru sana wote ambao mmefika hapa ili kumwaga baba yangu. Naomba nisome wasifu wake, ingawa tunajua mengi kuhusu yeye, lakini naomba nisome wasifu kama ulivyoandaliwa na kamati. Wasifu wa marehemu Profesa Philemon Michael Sarungi. Miaka ya awali. Profesa Philemon Michael Sarungi alizaliwa tarehe 23 March mwaka 1936 katika kijiji cha Utegi mkoani Mara, akiwa ni mtoto wa 4 kwa Amimo Maria Orem, mke wa 4 wa Chief Yusuf Sarungi Gogo wa Wategi. Alisoma masomo ya awali katika shule ya Utegi kwa Nyanduga na ya Miningo, na alisoma shule ya msingi Kibomae. Baadaye alienda shule ya kati ya Ikizu. Kwa masomo yake ya sekondari aliendelea na masomo katika shule ya sekondari Bugema Missionary College nje kidogo ya mji wa Kampala, Uganda. Mwaka 1958 pamoja na rafiki yake Lloyd Binagi, baada ya kupata baraka za baba zao, walifunga safari kutoka Tarime, Tanganyika kwa wakati huo, hadi Kampala, kisha kuelekea Juba ambayo ilikuwa Sudan wakati huo, na hatimaye Cairo, Misri, kutafuta fursa ya kusoma masomo ya chuo kikuu nje. Hatimaye walifanikiwa kupata nafasi scholarship ya kusoma Hungary, Ulaya. Mwaka 1960 hadi 61 alijiunga na chuo kikuu cha tiba cha Semmelweis jijini Budapest nchini Hungary, na kisha mwaka 1962 hadi 66 alisoma chuo kikuu cha Szeged huko Hungary, ambako alitunukiwa shahada ya MD kwa daraja la cum laude. Marehemu alihitimu na kuwa daktari bingwa wa masuala ya upasuaji jumla, general surgery, baada ya kukamilisha elimu hiyo mwaka 1966 hadi 1970 katika chuo kikuu cha tiba Szeged, Hungary. Mwaka 1969 Rais Julius Kambarage Nyerere alifanya ziara nchini Hungary, na alipokutana na Watanzania alimhimiza Profesa Philemon Sarungi kurudi nyumbani na kulijenga taifa lake, na yeye alitii na kurudi nchini. Hata hivyo aliendelea na mafunzo ya kitaaluma mwaka 1972 hadi 73, ambapo alijipatia elimu ya ubingwa katika upasuaji mifupa na majeruhi wa ajali, orthopedic surgery specialization, katika chuo kikuu cha Lawrence Boller Hospital jijini Vienna, Austria, na kuwa Mtanzania wa kwanza katika fani hii. Taaluma. Kitaaluma, wasifu wa marehemu Profesa Philemon Michael Sarungi ni kama ifuatavyo. Mwaka 1972 hadi 76 alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwenye idara ya upasuaji mifupa. Mwaka 1976 hadi 78 alikuwa profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, University of Dar es Salaam, kitivo cha tiba, na mwaka 1979 akawa profesa. Hali kadhalika akiwa daktari bingwa wa upasuaji na mifupa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili alifanya mengi. Mwaka 1972 hadi 1985 alianzisha taasisi ya mifupa Muhimbili ambayo sasa ni Muhimbili Orthopedic Institute,
na tunaliwazwa kuona kwamba limekuwa jeshi kubwa ambalo kwa leo lilimpa heshima ya pekee kwa kumsindikiza hapa ndani. Safari yake kama daktari bingwa ilikuwa ni pamoja na mafunzo ya ziada mwaka 1975 jijini Shanghai, China. Katika kazi yake mwaka 1976 hadi 1984 alikuwa mkuu wa idara ya upasuaji mifupa na majeruhi wa ajali. Mwaka 1984 marehemu Profesa Sarungi aliteuliwa na Rais Nyerere kuwa mkurugenzi mkuu na katibu wa baraza la wadhamini wa shirika la afya Muhimbili. Alitumikia nafasi hiyo hadi mwaka 1990. Kutokana na utaalamu wake mkubwa kama bingwa wa upasuaji na mifupa, marehemu Sarungi alikuwa mtainiwa kutoka nje, yani external examiner, kwenye mitihani ya madaktari bingwa wa upasuaji katika hospitali ya Kenyatta nchini Kenya, chuo kikuu cha Nairobi na pia chuo kikuu cha Nairobi kuanzia mwaka 1980 hadi 1990. Pia alialikwa katika vyuo na taasisi za tiba ulimwenguni kushiriki katika mikutano na kubadilishana utaalamu kama vile Marekani, Canada, Ujerumani, Finland, Uswisi, Singapore na Uganda. Safari yake katika uongozi wa kitaifa na siasa. Mwaka 1990 marehemu Philemon Sarungi aliteuliwa na Rais Ali Hassan Mwinyi kuwa waziri wa afya na ustawi wa jamii, ambapo aliongoza wizara hiyo hadi mwaka 1992 ambapo aliteuliwa kuwa waziri wa mawasiliano na uchukuzi, na baadaye mwaka 1993 alihudumu kama waziri wa elimu na utamaduni hadi mwaka 1995. Mwaka 1996 aliteuliwa na Rais Benjamin Mkapa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani na aliongoza hadi mwaka 1998 ambapo aliteuliwa kuwa mkuu wa Kilimanjaro. Mwaka 2000 alichaguliwa kuwa mbunge wa Rorya ambapo alitumikia kama mbunge kwa miaka 10 hadi 2010. Mwaka 2000 hadi mwaka 2005 alikuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa nchini chini ya uongozi wa Rais Benjamin Mkapa. Vyama na taasisi vingine vya hiari na kitaaluma. Pamoja na majukumu mengi maishani, marehemu Profesa Sarungi pia alitumikia katika vyama vya hiari, kitaaluma na shughuli za kijamii kama vile michezo. Baadhi ya nafasi zake muhimu ni pamoja na zifuatazo. Mwaka 1984 hadi mwaka 1990 alikuwa rais wa chama cha madaktari Tanzania. Mwaka 1972 hadi 1977 alikuwa mwenyekiti wa kituo cha kurekebisha watoto wenye ulemavu, yani Rehabilitation Center pale Muhimbili. Kwa sasa imekuwa sehemu ya MOI. Mwaka 1975 hadi 1982 alikuwa mjumbe wa baraza la michezo la taifa. Mwaka 1975 hadi 1980 alikuwa rais wa kwanza wa chama cha tiba kwa wanamichezo Tanzania, TASMA, Tanzania Sports Medicine Association, ambapo mwaka 1980 aliongozana na wanamichezo kwenda Olimpiki ya Moscow kwa mafanikio makubwa, kwani Tanzania ilipata medali 2 za fedha na Suleiman Nyambui. Hii ni mara yetu ya kwanza kwa nchi mlezi wa klabu ya Simba na alikuwa ni mwana Simba mkereketwa, ingawa katika familia yake kuna watu wa Yanga, mimi sio mmoja wapo. Mwaka 2017
Alikuwa makamu mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Maskauti, Vice Chair of National Scout Council. Kwa namna pekee tunashukuru maskauti ambao walikuja na kumpa heshima katika siku mbili hata kukesha naye. Mwaka 2015 hadi 2023 alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya chama cha daktari wa meno Tanzania Dental Association, ambayo ilimpa furaha ya pekee kuona anaikuza taaluma hiyo vile vile. Tuzo mbalimbali. Aidha, marehemu Profesa Sarungi alitunikiwa nishani na tuzo mbalimbali kimataifa na kitaifa, na baadhi ya tuzo hizo ni pamoja na kutunukiwa tuzo ya nishati na medali ya dhahabu kutoka taasisi ya Marekani inayohusika na utoaji wa tuzo kwa watu maarufu duniani mwaka 1980. Tuzo hii alipewa kutokana na mchango wake katika fani ya upasuaji wa mifupa na tiba kwa majeruhi kutokana na ajali. Mwaka 1980 pia alitunukiwa ya Olimpiki duniani IOC kwa ajili ya kuimarisha michezo ya Olympic. Mwaka 1987 alipewa tuzo ya heshima kwa kuingizwa jina lake katika majina ya watu maarufu duniani katika fani ya tiba kimataifa na kuchapishwa katika kitabu kiitwacho Who is Who in Medicine, ilichochapishwa Cambridge mwaka 1987. Mwaka 1994 alipokea tuzo ya hati ya shukrani kutoka Kanisa la Wasabato Union Tanzania kwa kutambua mchango wake katika kutoa huduma katika jamii na kuwa mfano wa kuigwa kitaifa. Hii ni kutokana na mafunzo mema aliyopata kutoka shule za Kanisa la Wasabato SDA. Tuzo hii ilitolewa na Askofu L. Mwamkonda wa Union ya Tanzania na mkurugenzi wa elimu wa Union. Ilimpatia furaha ya kipekee baba, na alipenda sana kuwaonyesha watu hiyo tuzo mara kwa mara. Mwaka 1995 alitunukiwa tuzo ya kimataifa kutoka chama cha upasuaji chenye makao makuu Swiss, International Association for the Study of Internal Fixation of. 1995 alipewa tuzo ya hati ya shukrani kutoka chama cha walimu barani Afrika. Hii ni kutokana na yeye mwenyewe kuhusika kuanzishwa kwa chama cha walimu Tanzania CWT. Mimi kama mwalimu, I'm very happy and proud that my father was one of the people who helped find this professional body. Mwaka 2014 alitunukiwa tuzo ya heshima kutoka kwa chama cha madaktari bingwa wa upasuaji, Honorary Fellowship Award in recognition of outstanding contribution to surgical practice and teaching in Tanzania. Mwaka 2019 alipokea tuzo ya heshima ya kudumu kutoka shirika la taaluma na magonjwa ya mifupa duniani, na mwaka 2021 alitunukiwa tuzo ya heshima Lifetime Achievement Award kutoka klabu ya Simba kutokana na mchango wake mkubwa katika kwamba alikuwa ni mtu ambaye alifanya vitu vingi, and he did them with great dedication but also enjoyment. Alivua cheo kutumikia watu. Naomba niseme vitu viwili tu hapa, ingawa nadhani kuna vitu vingi. Marehemu Profesa Sarungi mara kadhaa alikuwa akiweka waziri, ukuu wa mkoa au cheo chake pembeni na kufanya operesheni ya majeruhi. Kwa mfano, March 1992 alimfanyia operesheni kijana wa miaka 10 aliyeshambuliwa na mamba Rufiji hadi utumbo kutoka nje. Kijana huyo hadi leo yuko hai, na kwa utani baba alimwambia kwamba kwa kuwa nimekuokoa utaitwa Sarungi, lakini kwa sababu yeye alikuwa mdogo alichukulia serious, na mpaka leo hii yule kijana jina lake la katikati ni Sarungi. Hali kadhalika mwaka 2002 marehemu Sarungi aliwashangaza wengi alipovua vyeo vyake ikiwemo ubunge na waziri wa ulinzi ili kuokoa watu waliojeruhiwa vibaya
katika ajali ya treni eneo la Igandu, Dodoma, iliyoua watu zaidi ya 200. Mwisho wa safari yake. Profesa Philemon Michael Sarungi alifariki Jumatano Machi 5, 2025 nyumbani mwake mtaa wa Msasani kutokana na mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 89. Marehemu ameacha familia, mke wake Veronica Martin Sarungi, watoto wake Dr. Martin Adam, Emeke Kasera, Veronica ninayesoma mimi, na pamoja na wajukuu Peter, Dora, Flora, Akosh, pamoja na vitukuu wawili Rosie Amimo na Bertalan. Lakini kuna wajukuu zake wengine hapa. Tunamshukuru Mungu kwa yote na tunasema asante kwa maisha yake. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Madam Veronica Philemon Sarungi kwa kuwasilisha wasifu wa Profesa Philemon Michael Sarungi.